Kwa jina naitwa Hilary Shemu Mgindo, ni mwenyekiti wa kikundi cha vijana kinachoitwa Mtwango Youth Technology Center. Kama jina linavyojitaja, kikundi hiki kinapatikana katika kata ya Mtwango, kijiji cha Runguya, ambacho kinafanya shughuli za uzalishaji madini ujenzi. Mwanzo kabisa wa kikundi hiki tulikuwa watu 15. Nakumbuka ni miaka kama 9 au 8 iliyopita, ambapo awamu ya kwanza hao watu idadi niliyoitaja tulikwenda nao na kikakoma, kwa maana kwamba ambapo eneo ambalo tulikuwa tunafanyia kazi kwa limeisha madini ya ujenzi. Tulikuwa tunachimba madini ya ujenzi. Baadaye tukaja kujiorganize tena kwa mara nyingine, tukaamua tuwe watu 5 kwa kuanza, kulingana tulivyojipima utendaji kazi wetu. Tumekuwa watu 5, me ziko 4 na ke 1. Mpaka sasa tumehamia katika kijiji cha Irunda, ambako hapa ndio tunapofanya kazi ya uzalishaji wa madini ya ujenzi. Nguvu ya kuzalisha hizi bidhaa tumeipata kutokana na mtaji uliotoka halmashauri 10%. Kwa awamu ya kwanza tulikopa milioni 3, tukarudisha mkopo kutokana na kazi ambazo tulikuwa tukipewa na halmashauri miaka kadhaa iliyopita. Lakini baada ya kuja mfumo wa NeST tukajisajili, tukawa tukipata sasa tenda moja kwa moja za upendeleo. Na mwaka uliopita tulipata milioni 50. Na muda tuliopewa ulikuwa ni mwaka mmoja. Tukaomba turejeshe kwa miaka 2. Ofisi ya mkurugenzi katukubalia, na mpaka sasa tumerejesha milioni 45 ndani ya mwaka mmoja kutokana na tenda ambazo tunazipata kupitia mfumo wa NeST, kwa sababu kule kuna tenda za upendeleo za magrupu maalum. Tenda tulipata tenda 4 tu, lakini kila tenda ilikuwa ni maalum, yani kulingana na ukubwa wa kazi tuliokuwa tulipata ilisababisha kupata fedha ya kutosha. Ina maana mwaka uliopita tu tulipata tenda za milioni 55, kwa sababu kazi hizi sio za mwaka mzima, ni kipindi maalum kulingana na jiografia ya eneo letu. Tunaanza uzalishaji kuanzia mwezi wa 5 wa 6 ambapo mvua zimeondoka na muda ambao site zinafikika. Kwa hiyo wateja wetu ni wa kipindi, na tunafunga mpaka mwezi wa 10. Baada ya hapo kazi zinakuwa zimekwisha, unaona. Kwa hiyo kwa mwaka huu tumeshapata nyombo. Kuna ujenzi wa godown linajengwa kule, ni tenda ya serikali. Kuna milioni 21 pale. Hatujaanza utekelezaji, lakini tayari tumeshaanza kuzalisha mzigo huo. Tunajua baada ya wiki moja wataanza kuchukua material yao. Kwa kupitia mfumo wa NeST, tenda ni nyingi kiasi ambacho tunazidiwa. Tukizipata zile pale, wakitupigia simu bado tunawaambia kwamba hiyo wapewe watu wengine, kwa sababu hata hii tuliopewa hatujaitekeleza. Kwa hiyo tungeweza kusema kwamba vijana wanatakiwa kuendelea kujiunga makundi, kwa sababu katika makundi mnabebana. Huyu akiwa dhaifu, mwenye nguvu anamtia moyo. Kwa hiyo vijana waendelee kujiunga. Kazi zipo nyingi. Sisi tunazalisha bidhaa moja tu ya kokoto hapa, lakini kuna bidhaa ambayo sio ya msingi sana, ni dust au chipping material ambazo hazina wateja wengi, zinaweza kuingia kwenye utengenezaji wa tofali. Unaona? Kwa hiyo tungependa labda vijana nao waweze kujiongeza, wakifika kwetu sisi tutawauzia hizo material au sio kuwauzia, tunaweza tukawakopesha kwamba wakazalishe tofali au wakazalishe paving, kwa sababu serikali inanunua hizo bidhaa. Sisi hatuwezi kufanya kila kazi. Kwa hiyo kama tutapata kikundi kingine ambacho kitajiongeza kitajiunga, kikasajiliwa, ina maana kitaziona zile tenda kwenye mfumo, basi watapata faida, kwa maana kwamba sisi kwanza tutawakopesha, kwa sababu kuna wakati hiyo material inabaki kama ghasia, haitoki sana. Sio kusema hawanunui, lakini haitoki sana. Kama wangepatikana watu ambao wanafyatua tofali, ingekuwa vema zaidi, kwa sababu tungekuwa ikizaliwa tu ile dust wanapewa, wao wanazalisha tofali kwenye mfumo, wanaziona kazi ile wanapeleka. Na kwa sababu kuna tenda sasa hivi za kupitia NeST, kupitia manunuzi ya serikali, 30% ya kila mradi unaoendeshwa, hiyo fedha ni ya vijana wapewe. Kwa hiyo kwa kifupi kwamba kazi zipo, na vijana wasife moyo, wajitoe kwamba inawezekana, tunaweza kufanya kazi na tukawa Tanzania wema tu. Lakini kwenye huu mfumo wa NeST sasa, kwamba kwenye special group kazi ndio ziko nyingi zaidi, kwa sababu hampambani na makampuni makubwa. Vijana mnapewa nafasi ya kufanya mambo yenu kule, mnashindana vijana wenyewe. Mfumo wa NeST tupo kijijini, lakini tunauona mpaka kazi tunakimbia. Maana kazi zipo. Kama ni labda shida labda ya utaalamu, namna ya utumiaji, wapo watu wanaweza kuingia kwenye hii mifumo wakakusaidia na kazi ukazipata. Kwa hiyo hakuna shida. Kikubwa ni kwamba labda kwa kuwa serikali imeamua kuwabeba vijana, maana huku ni kubebwa, imeamua kuwabeba vijana, ni vizuri mpaka mfumo wa upelekaji wa mapato TRA
ushikwe na serikali yenyewe. Yaani manake ndani ya halmashauri kulikuwa kuna mtu anayezungukia vikundi na kukusanya taarifa za mapato kisha wakalipe kodi, kwa sababu hawa vikundi ni watu ambao bado hawana nguvu. Sisi afadhali tuna miaka 5 mpaka 15 tupo kwenye hii game, lakini kuna vikundi ambavyo bado ni wabichi kiasi kwamba ukimwambia kwamba inabidi uende TRA, alishaona TRA wanavyoburuza wafanyabiashara huko na nini, inakuwa ni shida, wanakata tamaa hapo. Lakini kama serikali imeamua kutushika vijana kama hivyo, tushika sisi, kwa sababu sisi tuna kazi nyingi, iweke mfumo wa mhasibu ndani ya halmashauri anayeshughulika na vijana, anaangalia wanauza kiasi gani, anakusanya taarifa zao, anaenda TRA, kwa sababu mfumo wa TRA ni kwamba ili uenda nao sawa ni kulipa kodi stahiki, na kodi stahiki ni kodi iliyo sahihi. Kwa hiyo kama tutatumia hawa wahasibu ambao wanahitaji sisi tuwalipe, sisi hatuna uwezo kuwalipa labda 300,000 kila baada ya miezi mitatu, 300,000 kwa ajili ya kuandaa taarifa zile na nini. Ni hela nyingi, kwa mwaka ni 1,400,000. Kuna wakati miezi 4 hatujafanya kazi, lakini kikanuni hata kama ni zero, hiyo zero inabidi ende ikakokotolewe na mtaalamu ende TRA. Kwa hiyo haiwezekani. Tunaomba wataalamu hawa kama tulivyobebwa, tupate wataalamu huku chini. Mimi naitwa Cassian Nkunga, mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii, halmashauri ya wilaya ya Njombe. Katika mfumo wa utoaji wa zabuni za umma kupitia mfumo wa NeST, halmashauri ya wilaya ya Njombe imefanikiwa kusajili vikundi 49 na vikundi 129 vipo kwenye hatua mbalimbali za usajili. Katika vikundi 49, kikundi kimoja cha Mtwango Youth Technology kimepata tenda ya madini ujenzi, kimesha sambaza kwenye miradi mbalimbali ya halmashauri ya wilaya ya Njombe. Lakini pia tuna kikundi kimoja cha Card Wedding na nyewe kipo kwenye process za kupata tenda za halmashauri. Kwa vikundi ambavyo vipo vijijini na vijana ambao ni wa kawaida, imetoa fursa kubwa sana kwa vijana kupata ajira na kujiajiri. Kwa hiyo wao wenyewe kwanza wamepata ajira, lakini wameweza kuajiri vijana wenzao. Mfano kwenye kikundi hiki cha Mtwango Youth Technology wameajiri vijana zaidi ya 15. Kwa hiyo wenyewe kwanza wamepata ajira, lakini pia wameweza kutoa ajira kwa vijana wenzao. Sisi kama halmashauri ya wilaya ya Njombe tunaendelea kuhamasisha vikundi viendelee kujisajili katika mfumo wa NeST ili kupata tenda mbalimbali za serikali, kama vile tuna miradi kupitia TARURA ambao kuna utengenezaji wa barabara na wenyewe pia wanatoa zabuni, lakini pia tuna miradi kupitia mradi wa Boost, miradi ya ujenzi. Lakini kwa sasa hivi halmashauri ya wilaya ya Njombe imepokea milioni 300 kwenye mradi wa WASH ambao tunatekeleza miradi mbalimbali ya ujenzi. Hivi vikundi viendelee kujisajili kwenye mfumo wa NeST ili ziweze kupata hizo zabuni za serikali. NeST ndio connection pekee ya tenda za serikali.